yangu. So cha kwanza nilipata changamoto ya kifamilia. Pili, management ilikuwa bado haijakaa vizuri tena. Nilikuwa ndo bado nilikuwa nipo kimya. Ila kwa sasa ndo naandalia kigongo ambacho kitatoka Jumamosi kwenye channel ya Tolo Brand. Okay, wimbo wa mwisho kuachia ulikuwa ni wimbo upi? Ulikuwa ngoma ya Alright, mwana sanaa na mpenda sanaa na wale ambao wanaipenda sanaa by the way wanaweza wakawa na maswali mengi wanaojiuliza, lakini pia na yale ambao mimi mwenyewe pia ninajiuliza by the way. Yamkini na wewe pia umejiuliza baada ya kuona screen hiyo na wimbo huu ambao umeweza kuona. Ulimfahamu Wizgang kwa track nyingi sana ambazo aliweza kuzifanya hapa Mahome. Akiwa ni rapa ambaye alikuwa akipinzana na marapa wengine na alikuja kwa mfumo kama wa rapa wa Kitanzania ambaye ni Nay wa Mitego kuwa anafanya track ambazo zinadisi watu kwa mifumo ya kimatusi. Lakini kijana huyu ambaye hakuweza kuishia na matukio, Wizgang alikuwa na matukio mengi sana ambayo katika mojawapo ni hayo ambayo amempeleka jela kwa sasa. Lakini taarifa za waungwana zinadai kwamba mshikaji waliweza kutoa michango mingi ikiwemo daftari ambalo lilipitisha nyago na wasanii wengi na baadhi ya media pia, lakini mpaka sasa hakuja kuwa taarifa mpya kuhusiana na kile ambacho kimeweza kudaiwa kuwa ni kweli ya kwamba mshikaji ameweza kuachiliwa ama maendeleo yake yakoje kule jela na vipi pesa za michango zote zimeweza kutembeaje kuhusiana na swala zima ambalo lilikuwa limedaiwa kwamba mshikaji atatolewa dhamana. Kupitia status yake mzima mwanaharakati ambaye ni Starboy akiwa pale, sitotaja siti yake by the way, ameweza kuandika yafuatayo, lakini wako wengi sana ambao wameandika akiwemo Farao J9 ambaye ni rahisi mstaafu wa watoto wadogo, crew lile watoto wadogo, lakini pia na mzima Nabii Kipusa pia na ameweza kunukuliwa na kukaririwa akiandika ama wakiandika yafuatayo. Nianze na Starboy ambaye aliandika yafuatayo. Starboy ameandika hivi, naomba kunukuu: wasanii mnaojiweka kupokea misaada kutoka kambini tunataka hacha kuwaamini. Akiwa na maana kwamba tunataka kusitisha kuwaamini kwa sasa. Maana mnayoyatenda ni maslahi yenu binafsi. Akaweka emoji mbili za kushukuru. So, tupeni matokeo ya hela mlio kongoa. Lakini pia alitiririka na kuandika hivi kwa status ya pili, akaandika ya kwamba kwa hiyo nyie mlio simamia hela ya kumtoa Wizgang, ile michango mliipeleka wapi? Maana mpaka sasa mwamba bado yupo jela, hatujui hapo mtatuambia nini tena ndugu zetu. Emoji kama 4 hivi za kufunika uso. Lakini pia akasema wekeni wazi kama hela mlizipeleka wapi. Ukiachana na Starboy yupo mzima Nabii Kipusa ambaye naye pia aliandika yafuatayo: Wizgang kesi yake imeishia wapi? Kumradhi, kesi yake imeishia, watu tunatamani kumuona mtaani, na emoji mbili za kushangaa. Akiwa na maana kwamba kesi ya mshikaji imeishia wapi kwa tafsiri yangu, lakini labda kesi ya mshikaji imeishia wapi. Lakini pia Le Farao J99 ambaye aliandika kama maneno yafuatayo, aliandika hivi: kwa nini wasanii wa kempu hamna upendo na huruma na mwenzenu Wizgang? Akaandika hashtag kabisa, mpaka sasa hatuna mrejesho wowote ule na wakati michango tumetoa ya kutosha. So, unaweza ukaangalia ukaona kwamba ni namna gani vipi watu wamekuwa wakimisi Wizgang na mpaka sasa tujajua. Lakini hii issue naiachia timu yangu nzima iweze kufanya utafiti wa kina tuweze kujua yuko wapi Wizgang na nini kinachoendelea, na baada ya zile pesa kuchangwa, je, zilifika zote, ili wana Robo Vibe TV waweze kujua kile ambacho walikuwa hawakijui. Salia hapa Robo Vibe TV, mimi ni Mr. 911. Wengi twazikosa baraka za Mungu kwa kung'ang'ania pale tunapodhani kuwa ni sahihi kwetu, na labda pengine pale palipo sahihi tupahaja na kupadharau. Na sasa ni muda kuachilia vidonda maumivu kwa jina la Yesu. Ukali kwa chini ya